Manake Ismaili hapa anamshauri baba yake. Baba ameanza kumwambia mwanawe, unaonaje mwanangu? Fadhlu madha tara, mwanangu unaonaje? Mtoto anamshauri baba yake, if'al ma tu'maru, baba fanya kile ambacho ulichoamrishwa. Tazama huu ushauri huu. Hapa tunajifunza kwamba kuna aina ya malezi aliyoyapata Ismail kwa baba yake, mpaka akawa anaweza akakaa naye chini wakawa wanashauriana naye jambo. Kuna aina ya malezi aliyoyapata Ismail. Kwa kawaida mtoto kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka minne, kuna vitu huwa anaadapti kwa baba yake au kwa mama yake. Mtoto yoyote yule kwenye malezi kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka minne, mtoto kuna vitu huwa anaadapti kutoka kwa baba yake au kwa mama yake. Na katika umri huo mtoto anakuwa hawezi kuchanganua lipi zuri na lipi baya. Yeye huwa anachukua tu vile vitu kwa baba yake au kwa mama yake. Mwezi mmoja mpaka miaka minne, yeye huwa anaokota zuri, baya, jema, ovu, huwa anachukua, huwa anaona. Mwezi mmoja mpaka miaka minne, lakini hajui kuchanganua. Na mtoto katika umri huo wa mwezi mmoja mpaka miaka minne, kunakuwa na vitu viwili katika ubongo wa mwanadamu. Kuna ubongo ambao unaitwa ni conscious mind, na kuna ubongo unaitwa subconscious mind. Kwenye malezi, ubongo unaoitwa conscious mind ni huu ubongo wa kawaida ambao unashirikiana na hizi njia tano za kihisia, mfano macho, pua, mdomo na nyinginezo. Ubongo kuna baadhi ya vitu unajua kupitia njia hizo tano, kwamba huu moto, ile pale taa, unajua hivyo vitu. Lakini kuna kitu kwenye ubongo kinaitwa subconscious mind. Subconscious mind ni sehemu katika ubongo wa mwanadamu, kazi yake ni kuweza kuhifadhi vitu vya muda mrefu au historia au picha ya muda mrefu. Kwa mfano, mtoto wako wa mwezi mmoja mpaka miaka minne, kuna vitu akiwa anaviona kwa baba akiwa anafanya katika umri huo, vile vitu huwa vinakwenda kwenye subconscious mind, huwa vinakaa kwenye akili yake. Kama akiwa anamuona baba ni mlevi katika umri huo, ile picha na ile story huwa inakaa kwenye ubongo wake mpaka anakuwa mkubwa, huwa haiondoki. Tofauti na conscious mind. Lakini subconscious mind, vile vitu huwa vinakaa kwenye ubongo. Ubongo wa mtoto mdogo ni kama unavyoona CD empty au flash, ile inakuwa iko empty. Kazi yako wewe unaweka music mle ndani, unaweka video mle ndani, unaweka picha mle ndani, wewe ndio unaweka mle ndani, lakini yenyewe iko empty, wewe ndio unaweka. Na mtoto akiwa na mwezi mmoja mpaka miaka minne, mfano wake kama unavyoona flash iliyokuwa empty. Sasa yenyewe huwa inapokea kwenye subconscious mind, inakaa kwenye akili yake mpaka anakuwa, huwa anaona. Mpaka anakuwa, yale matukio huwa yanakuwa kwenye akili yake. Ikiwa una kawaida ya kumpiga mama yake, yule mtoto akiwa anaona, yale matukio huwa yanaendelea kubakia kwenye ubongo wake mpaka anakuwa mtu mzima, huwa hayaondoki. Kwa sababu ndio kazi ya subconscious mind, kuhifadhi yale matukio ya muda mrefu. Na ikiwa baba ni mwema, yule mtoto huwa anaanza kuona toka akiwa na umri wa mwezi mmoja mpaka miaka minne, anaanza kumuona baba yake, yale mambo ya kheri anayoyafanya huwa hayaondoki kwenye ubongo wake. Na Ismail alayhi salam alianza kuona hivyo kwa baba yake toka akiwa na mwezi mmoja mpaka na miaka minne, alikuwa anamuona baba yake kuwa Ibrahimu ni mtu wa kheri. Kwa hiyo tunachojifunza hapa, kuna parenting style, kuna aina ya malezi ambayo inatakiwa baba aweze kuwa nayo kwa mtoto wake toka akiwa mdogo, ili mtoto huyu aweze kuwa mwema. Mtoto huyu aweze kuwa mwema. Yako maneno ya watu wa falsafa, watu wa elimu ya malezi, wanasema mtoto katika malezi amegawika katika saba ziko tatu kwenye malezi. Watu wa falsafa ya elimu ya malezi wanasema mtoto kwenye malezi amegawika katika 7 tatu.
Saba ya kwanza, wanawachuoni wa elimu ya malezi wanasema laibuhu sab'an, mtoto cheza naye akiwa na umri wa miaka 7. Kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka 7 inatakiwa mtoto uwe unacheza naye. Unacheza naye yule mtoto, uwe na kanuni ya kucheza naye. Unafurahi naye, unacheza naye, umembeba, umemrusha mara hivi, unacheka naye mtoto, unafurahi naye. Miaka 7 ya mwanzo, laibuhu sab'an, cheza naye akiwa na miaka 7. Pale ndio unacheza naye mtoto. Na kuna vitu vingi mtoto anajifunza kupitia michezo. Wataalamu wa elimu ya psychology, elimu ya malezi ya watoto, wanasema mtoto mara nyingi huwa anajifunza kupitia michezo. Ndio maana katika moja ya haki ya mtoto ni kumruhusu au kumwachia aende akacheze na wenzie. Lakini anapoenda kucheza, sharti uangalie anayecheza naye ni mtoto wa aina gani. Lakini usimzuie akakaa ndani peke yake, unamnyima haki yake ya kujifunza. Kwa sababu katika umri wa miaka 7 ni lazima mtoto apate haki ya kucheza. Na mtoto huwa anajifunza kupitia michezo. Ndio maana kule shuleni ukienda nasari kule chekechea, kuna michezo ya watoto huwa inawekwa, kuna bembea, kuna michezo ya kuzunguka. Wale walimu wale wa watoto wale walimu wale wa chekechea, na wenyewe nao wanakuwa kama watoto ukiwakuta wanawafundisha wale. Mara wanaimba, mara nao wana katika viuno, mara nao wanakimbia kimbia. Yaani wale walimu nao wanakuwa kama watoto. Kwa nini? Kwa sababu watoto huwa wanajifunza kupitia michezo. Ndio watu wa elimu ya falsafa ya malezi wanasema laibuhu sab'an, mtoto cheza naye akiwa na umri wa miaka 7. Kwa hiyo baba, ukitaka kumfundisha kitu mtoto, jaribu kama vile unacheza naye vile. Ukiwa unacheza naye ndio mtoto huwa anajifunza. Ndio maana ukienda katika nasari au chekechea, utakuta katika vyumba vya madarasa vya watoto kuna mapicha picha, kuna makatuni, pamechorwa pengine labda midoli, pamechorwa wanyama. Yaani watoto kuna vitu huwa wanajifunza kwa haraka kupitia michezo. Na mbinu iliyokuwa bora kwenye kumfundisha mtoto sio kwenye kumweka darasani tu peke yake, hapana. Mbinu iliyokuwa bora kwenye kumfundisha mtoto ili aweze kuketch up, aweze kujifunza kwa haraka, ni kucheza naye. Yaani kumfundisha kwa michezo. Hata wewe baba, ukiwa unataka kumfundisha mwanao Qur'an, usiwe radical. Yaani usiwe radical, usiwe mkali, usiwe mgumu. Yaani mfundishe kwa kucheza naye. Afurahi, mama umemletea pipi mara hivi, ndio unamfundisha vile, naye anakuwa anaelewa. Mtoto huwa anajifunza kupitia hivyo. Kwa hiyo watu wa elimu ya malezi wakasema laibuhu sab'an, 7 ya kwanza kuanzia mwaka 1 mpaka miaka 7 ni umri wa wewe kucheza na mtoto wako. Lazima uwe na muda wa wewe kucheza na mtoto wako. Mtume Muhammad alikuwa na kanuni ya kucheza na Hassan na Hussein, wajukuu zake. Alikuwa anacheza nao, hata Fatima alikuwa akicheza naye. Hassan na Hussein kuna baadhi ya wakati walikuwa wanakwenda kumpanda Mtume Muhammad, hata katika swala wanakwenda kumpanda katika mgongo. Mtume alikuwa akiwaona wanakuja, walikuwa wanamkimbilia Mtume, alikuwa anawabeba wale, anawakumbatia, anawabeba, anawarusharusha, anafanya hivi, alikuwa akikimbizana nao. Mtume alikuwa akicheza nao wale. Laibuhu sab'an, cheza nao katika umri wa miaka 7 watoto. Lakini lengo lake Mtume alikuwa wajifunze, na kweli Hassan na Hussein wakawa wanajifunza vitu vingi kwa Mtume Muhammad. Kwa hiyo elimu ya malezi inatukumbusha ya kwanza, kitu cha kwanza, laibuhu sab'an, miaka 7 ya mwanzo cheza naye mtoto. Usiwe mkali kwa mtoto wa mwaka 1, miaka 2. Unamkuta baba anarudi nyumbani amekunja sura kwa mtoto wake wa miaka 2 au 3. Huna sababu ya kukunja sura kwa mtoto wa miaka 2 au 3. Huna sababu hiyo. Yaani inawezekana ukiwa nje huku ukao umekasirishwa, lakini ukirudi nyumbani uso wako unatakiwa ukunjue, yule mtoto aone tabasamu, afurahi, akukimbilie, ucheze naye, ucheke naye. Ndio watoto huwa wanapenda hivyo. Na watoto wana kitu kimoja, anayemfurahia anamjua, na yule anayemchukia au aliyechukia huwa anajua. Ukienda nyumbani mtoto akiwa anakuja kukukimbilia hivi, akikuona umekunja sura, anajua huyu amenichukia huyu. Yule mtoto naye utamuona ile bashasha inapungua. Lakini akiwa anakukimbilia
akiona ile wao unamwao yule mtoto, na yeye anaongeza ile mapenzi na mahaba, unamuona anafurahi mtoto. Kwa sababu gani? Watoto huwa wanapenda kucheza wakiwa na umri wa miaka 7. Kwa hiyo laibuhu sab'an, jambo la kwanza, cheza na mwanao akiwa na umri wa miaka 7, ajifunze kupitia michezo, kupitia wewe. Lakini jambo la pili, waadhibuhu sab'an, akifikisha umri wa miaka 8 kwenda mbele, 7 ya pili hiyo, miaka 8 mpaka umri wa miaka 14, anza kumfundisha adabu. Hiyo 7 ya pili hiyo, kuanzia miaka 8 mpaka umri wa miaka 14, waadhibuhu sab'an, anza kumfundisha adabu. Yani pale mtoto anza kumwambia, ukimwona mtu mzima mpokee, wewe usile na mkono wa kushoto, kula na mkono wa kulia, wewe ukilala usilale. Yani anza kumfundisha adabu kuanzia miaka 8 kwenda mbele. Miaka 7 akifikisha, anza kumfundisha adabu. Hiyo ndio 7 ya pili. 7 hiyo ndio mtoto anaanza kufundishwa adabu hapo. Kwa hiyo 7 ya pili ni 7 ya kufundishwa adabu. Akifikisha miaka 14, ulama wa elimu ya malezi wanasema wa akhihi, tengeneza naye urafiki. Sasa tengeneza naye urafiki akiwa na umri wa miaka 14. Pale mtoto anatakiwa awe rafiki yako. Wa akhihi sab'an, tengeneza naye urafiki akiwa na miaka 14. Hiyo 7 ya tatu. Kwa sababu gani? Ibrahim alayhi salam, ukisoma hapa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikisha umri wa kwenda naye. Umeona hapa ulama wanasema Ismail alikuwa na miaka 13. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikisha umri wa kwenda naye, tayari Ibrahim akaanza kutengeneza urafiki na Ismail. Umeona hiki kisa kinavyofundisha malezi ya watoto. Ibrahim akaanza kutengeneza urafiki na Ismail mpaka wa kutoka naye na kwenda kutembea naye. Kwa hiyo mtoto kuanzia miaka 14 kwenda mbele anatakiwa aanze awe rafiki yako. Sasa kama ni kazini kwako, aanze kujua kwamba mimi kazi nafanya hapa. Kama ni sehemu yako ya biashara, ajue kwamba biashara yangu mimi nafanya hapa. Kama ni marafiki, aanze kujua marafiki zangu ni huyu na huyu, vijiwe vyangu ni hivi na hivi. Yani maana yake ile mizunguko yako aione. Sasa ikiwa mizunguko yako ndo ya hovyo, sijui utatembea naye vipi au utatengeneza naye vipi urafiki, sijui. Lakini inavyotakiwa kwenye malezi, wa akhahu sab'an, tengeneza naye urafiki sasa akiwa na umri hiyo wa miaka 14. 7 ya tatu hiyo kwenye malezi. Lazima mtoto kuna baadhi ya vitu avijue. Lazima anakuwa rafiki yako, mnatembea pamoja, unashauriana naye, unaanza kumwambia hili baya, hili zuri, ili acha, hili fanya hivi. Mnashauriana katika mambo. Mwanangu, hili unasemaje? Anza kumsikiliza, anza kumpa ule uhuru wa kifikra wa kuzungumza na baba yake au na mama yake, wa kushauriana naye katika baadhi ya mambo. Anza kumpa uhuru huo kuanzia miaka 14. Haitakiwi kuwa yule baba wa kikoloni kwamba mtoto akimwona baba hatakiwi kuzungumza naye. Hapana. Ibrahim alayhi salam anafundisha hapa kwamba mtoto alipofikisha miaka 13 ilikuwa tayari kashaanza kushauriana naye. Ndio maana anamwambia kwamba inni ara fil manami, kwamba inni ara fil manami anni adbauka, mimi nimeota katika ndoto ninakuchinja, fandhur madha tara, unaonaje mwanangu? Anashauriana naye akiwa na miaka 13, mtoto wake Ismail. Ismaili naye anashauriana na baba yake, anamwambia ya abati if'al ma tu'maru, baba yangu fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah. Kwa hiyo unaona, ukimpa uhuru mtoto anaweza akawa ni sehemu ya kukushauri, tena ushauri uliokuwa mzuri. Ismaili anamshauri baba yake ushauri uliokuwa mzuri kwamba if'al ma tu'maru, baba yangu fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah, fanya. Ushauri uliokuwa mzuri. Kwa hiyo watoto wakati mwingine wanaweza kuwa ni washauri wazuri katika maisha yetu kama wazazi, kama Ismaili alivyokuwa anamshauri baba yake. Lakini atakuwa mtoto mzuri na mshauri wako atakuwa ni mzuri huyu mtoto iwapo atakuwa ni mtoto mwema, aliyezaliwa katika mazazi yaliyokuwa mema, aliyekulia katika makuzi yaliyokuwa mema, atakushauri katika njia iliyokuwa ya sawa sawa.
Lakini kama hakuzaliwa kwenye mazazi yaliyokuwa mema na malezi yaliyokuwa mema, hawezi kuwa mtoto aliyekuwa mwema, haiwezekani. Kwa vyovyote ukimuomba ushauri, hata kushauri ushauri uliokuwa mzuri. Kwa mfano, ukamwambia mwanao sasa hivi ambaye hakuzaliwa katika mazazi yaliyokuwa mema na makuzi yaliyokuwa mema, mwanangu, mimi natakiwa nikuchinje, atakwambia wewe dingi miarusho nini? Yaani lazima itakuwa hivyo, yani unichinje mimi hivyo, lazima. Ndio ushauri wake atakapokuambia acha ujinga wako bwana, ndoto za ajabu ajabu achana nazo hizo bwana, ndio ushauri utakaopokea. Kwa sababu gani? Hakuwa na malezi yaliyokuwa mazuri. Lakini Ismail aliyepata malezi yaliyokuwa mazuri, anamwambia baba yake, if'al ma tu'maru, fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtoto analelewa katika saba tatu, mlee mtoto katika 7-3. Ukikosea hapo utajikuta upo katika maangamivu yaliyokuwa makubwa sana, kwa sababu kila stage mtoto ana aina yake ya malezi ambayo anatakiwa aweze kuipitia kutoka kwa wazazi wake.